Mtazamaji wa Maximum TV, karibu tena kwenye kipindi chetu pendwa kabisa cha Sad Moment kupitia Maximum TV. Kipindi ambacho jukumu letu kubwa ni kuhakikisha tunawaleta watu wenye mazingira magumu tofauti ili mradi tu waweze kupata msaada kwenye yale magumu ambayo wanapitia. Leo hii tupo hapa kwa ajili ya kuwaletea live moja kwa moja kupitia Maximum TV. As usual unatuona vizuri kabisa kwenye Instagram account yetu ya Maximum TV, na nadhani unatupata vizuri kabisa na sauti imenyooka. Lakini pia tutakuwepo, tuna kipindi hichi kwa wale ambao mtakuwa bado hamjatucheki kwenye Instagram. Tutakuwa tuna kipindi hichi cha mama huyu hapa kupitia YouTube channel yetu ya Maximum TV Online. Kwa hiyo cha kufanya nyie endeleeni kuwa hapa kila siku kwenye Instagram account yetu. Kila kinachoendelea kwa wagonjwa na watu wote wenye mazingira magumu tutakuwa tunawaletea live kabisa moja kwa moja. Mimi naitwa Zahir Hussein. Leo hii tupo na mgonjwa huyu hapa. Ana matatizo ya moyo. Yaani valvu zake zimeziba, kwa hiyo anatakiwa afanywe operation. Lakini pia ukimtazama kwa hapa unaona na alama. Hii alama ni kitundu ambacho kimeenda moja kwa moja kwenye moyo, na hicho kilikuwa kinafanya kazi ya kumtoa sumu kwa sababu ya figo zake kufeli. Lakini pia ukimtazama uso wake vizuri kabisa anaonekana kwamba ni mtu ambaye anaumwa, uso wake umevimba, si ndio? Kwa hiyo basi kinachofanyika ni kwamba kutokana na hali ya figo zake kutokufanya kazi vizuri, ambapo sasa hivi inafanya kazi figo moja, basi inamfanya hadi sura yake inakuwa inavimba, na viashiria ambavyo vinaonyesha kwamba yaweza kuwa figo zikawa zina matatizo, basi pia na uso. Tazama uso wake jinsi ambavyo umevimba. Lakini mwanzoni ilikuwa alifikia hatua kupelekwa kufanywa dialysis. Dialysis ni mfumo wa kuchuja sumu, si ndio, ambapo unakuwa unafanywa hospitalini badili ya figo. Kwa hiyo kama figo zimefeli, kinachofanyika kuna mashine ambazo zinakuwa zinafanya kazi sawa na figo zako. Kwa hiyo kinachofanyika, zile mashine zinakuwa zinafanya kazi ya figo zako kwa sababu figo zako zimefeli. Hivyo ndivyo ambavyo huyu ilikuwepo, na ndio maana alikuwa na tundu hapa ambalo linaenda moja kwa moja kwenye mishipa ya damu ya moyo na sehemu zingine zote, alafu anakuwa anafanywa dialysis. Sasa leo hii tupo naye hapa kuja kukurudishia mrejesho kwenye yale yote ambayo anapitia. Dada, habari? Salama. Kwema? Kwema. Mambo yanasemaje? Mambo safi hivyo hivyo. Ndio. Leo kidogo umechangamka au? Kawaida. Ndio. Zatoka majuzi. Salama. Nataka nijue baada ya kukufanyia kipindi siku zile ulijisikiaje? Nataka nijue siku ulivyoondoka, uliongea na nani, na furaha yako ilikuwa wapi, ama labda kulikuwa kuna huzuni, ama labda kulikuwa kuna kitu cha aina yote, tusimulie. Siku ile nilivyoondoka nilijisikia furaha, nilijihisi kwamba nimeshapona. Kwa sababu nimepitia magumu mengi sana. Kwa hiyo vile nilivyoondoka hapa nikamwambia Mungu, tayari nimeshapona. Maana niliona kama tayari kama vile msaada nimeshapata. Kwa hiyo namshukuru Mungu mpaka hapo, na yani naamini kabisa nitapona. Ndio. Lakini pia leo, yani usiku wa kuamkia leo hii ulilala nje tena kwa sababu ya kukosa hewa? Kwa kweli sikulala nje, ila bali nililala tu kitandani. Nilikaa sana muda mrefu, kuanzia saa 7 hadi saa 9. Nakosa pumzi, mbavu zinabana, lakini nazidi kumuomba Mungu anifungulie njia. Nadhani kuna siku moja tu nikishatibiwa, nadhani hili tatizo litaisha kabisa. Juzi ulilia sana maskini, toka dakika ya kwanza mpaka 21 ulilia kupita kiasi. Haukuumwa hata kichwa na nini? Niliumwa kichwa, pia moyo uliniuma sana. Sikuweza kulala, moyo uliniuma sana kupita kiasi. Hadi pressure ilipanda hadi 230. Ulijuaje kama imepanda? Huaga na mashine ya BP mashine, huaga na pima kuangalia kiasi cha pressure endapo nikiona mabadiliko. Kwa kweli nilihisi vibaya, yani nilihisi kuumwa kabisa. Hadi jana nikaenda kumuona daktari wangu, Dr. Mauki na Dr. Shija. Wakaniambia, Halima, jitahidi, unajipigania na sisi tutakusaidia upone. Ndio. Sasa pole sana. Mkaongea naye vipi vingine? Dr. Shija akaniambia hivi, nifanyiwe evaluation. Evaluation yani ni mgonjwa ambaye anatakiwa kufanywa operation, anaandaliwa kwa vipimo kama dental, x-ray, ultrasound kwa ajili ya kuangalia figo, na x-ray ni kwa ajili ya kuangalia moyo. After hapo aliniambia nikishafanya hivyo vipimo atanilaza anifanyie discussion. After kufanywa discussion, nikiwa nimeshapata hiyo hela kamili ambao wameniambia, kwa hiyo
nitafanywa operation. Ndiyo kwa wakati, kwa sababu hadi sasa hivi hapa nilipo sina bima. Kwa hiyo bado ni changamoto. Endapo nitafanywa operation nitakaa odini kwa muda mrefu, gharama zitazidi kuendelea. Ndiyo. Kwa maana yake hapa tukipata tu hela moja kwa moja unaenda kufanyia operation. Ndiyo. Itakuchukua muda gani? Yaani siku ngapi kukaa hospitalini mpaka operation walivyokuambia? Wameniambia nikishalazwa, nikishafanywa discussion, itubidi paka wiki nzima. Kwa hiyo zote hizo gharama itabidi nilipe za wiki nzima nikiwa odini. Kwa sababu sina bima. Ningekuwa na bima ya kunisaidia, ingenisaidia kwa ajili ya dawa na malipo mengine. Hivi bima kumbe hauna Bima sina kwa kweli, kwa sababu uwezo sina. Kwa sababu nimeugua muda mrefu. Miaka 5 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo mimi nilikuwa napata msaada wa dawa nikiwa naomba kwa watu, naomba dawa. Kwa hiyo nakuta ile hela inanikizi dawa, bado kula, kwa sababu dawa ni nyingi sana nazo meza. Na meza dawa za figo, na meza dawa za moyo. Kwa hiyo yani bado mahitaji yangu ni mengi. Kwa hiyo nilishindwa kukata hata bima. Kwa hiyo naomba mnisaidie hata nikiwa nimefanywa operation, nipate hata bima ambayo itanikizi mimi, nipate hata dawa ile nisiwe naomba sasa hata dawa. Ndiyo. Kwa mfano ukishafanywa sasa huduma ile ambayo inahitajika, si ndio? Mfano ya operation, kuna matibabu mengine utakuwa unaendelea kumbe? Lazima niwe naenda kufanya dressing kwa ajili ya kile kidonda. Madaktari wataniambia kwa muda gani. Na lazima niwe nahudhuria labda kliniki, lazima madaktari wataniambia nitahudhuria kliniki kwa ajili ya kuangalia afya yangu. Ndio ninavyoona wagonjwa wenzangu ambao wamefanyiwa nyuma na tunakutana nao wamesimama, lakini lazima waje hospitali. Ndio. Kwa watu ambao mnatucheki live kupitia Instagram, huyu mama tulikutana naye mara ya kwanza hapa Maximum TV, alikuwa na matatizo mengi na still bado anayo. Tatizo lake la kwanza ni figo zake kufeli. Alipambana kwa miaka 2, si ndio akiwa anafanywa dialysis, si ndio Baada ya hapo basi figo moja ikaamka, ikaanza kufanya kazi, yani ikajirecover, lakini moja ikawa imesinyaa. Kwa hiyo hapa alipo anaishi na figo moja. Figo moja wanasema kwamba hata ionekani kabisa kutokana na kwamba imesinyaa sana, lakini moja ndio inafanya kazi na ndio maana inafanya endelee kusurvive. Lakini pia hapo bado anakunywa dawa zinazohusiana na hiyo figo. Kwa hivyo ndivyo ambavyo mazingira yapo. Lakini pia kitu kingineo ambacho naweza nikakisema ni kwamba sawa, huyu mama ana tatizo pia la moyo kutanuka, si ndio moyo kutanuka. Kwa hiyo kwa sababu moyo wake umetanuka ndio ulisababisha hata figo zake pia zikawa zimefeli, na ndio maana leo hii yuko hapa Maximum TV. Lakini kitu kingineo ni kwamba moyo wake huo kutanuka umesababisha hata valve zile ambazo zinafanya masuala ya utendaji wa moyo ndani, si ndio, hazifanyi kazi vizuri. Kwa hiyo ili sasa aweze kupona, apate wafadhali wa kuishi, kwa sababu hali yake inazidi kuwa mbaya, anatakiwa afanywe operation kwa ajili ya mishipa inayofanya kusambaza damu, si ndio Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo ipo. Kwa hiyo hiyo mishipa ambayo inasambaza damu ndani ya moyo ndio haifanyi kazi vizuri. Kwa hiyo lazima ataumwa sana, atateseka sana, na jinsi ambavyo yupo hana msaada nyuma yake. Hakuna mtu wa kumsaidia hata kidogo. Kwa hiyo tukawa tumetangaza kipindi for the first time, basi watu wakawa wametusupport kidogo kitu. Na labda tu niweke wazi kwamba kabla hatujajua dalili zake, kwa sababu siku ya kwanza nilivyoongea naye hakutuambia hali yake ilikuwepo vipi. Yani siku za mwanzo wakati mzima kabisa ilianza dalili zipi na zipi, alikuwa anajihisi vipi, paka akaja akapimwa akaonekana matatizo. Kwa sababu hata wewe ambao unatazama sasa hivi hapa, yaweza kuwa unazo hizo dalili, au yaweza kuwa labda una matatizo hayo lakini haujui. Kwa hiyo yaweza kuwa ukiambatanisha na dalili hizi zitakupa uafadhali wa kusema kwamba okay, ngoja na mimi nikapime, kutokana na kwamba naona vitu ambavyo vinafanana na yeye. Kwa hiyo atatuambia. Lakini kwa sasa hivi ambacho kipo ni kwamba watu wamejichanga kwa uwezo wao na nafasi yao. Tunawashukuru wale ambao wamejitokeza, kwa sababu toka tumerusha habari ni juzi, tumeshinda jana, tumepata shilingi 500,000. Tumepata 500,000 ya kuanzia, na tunachokitafuta ni shilingi 1,000,000, si ndio ili sasa aongezee na 500,000 ambayo yeye alisha-changiwa na ndugu zake akafanyia operation ya moyo. Na hivyo ambavyo tunavisema sasa hivi ni kwamba kila kitu tutakisimamia sisi wenyewe, tuone hatua zake zote paka pale ambapo atatoka. Na baada ya hapo sasa, msaada wetu sisi mwingine ambao utakuwa ni wa kwake wa mwisho ni kuweza kumsaidia aweze kupata bima ili awe anahudhuria hospitalini. Wakati huo sisi tunaendelea na majukumu mengineyo. Hicho ndicho ambacho yeye anakipambania, na wakumbusha ni mtu ambaye anapambana kufanya uhai wake uendelee kuwepo. Bado ana nia na dhamira
kubwa kabisa ya kuendelea kuishi. Sasa nikwambie tu kitu kimoja kwamba mpaka sasa hivi hapa tumechangiwa 500,000 kwa siku moja. Maana yake tumerusha habari juzi, jana tumeshinda, tumepata 500,000. Leo hii asubuhi nimekuita nije nikwambie, na hipo nimehifadhi kwa sababu sijaitoa, ipo kwenye simu, nasubiri hapa itakapokamilika milioni 1 basi masuala mengineyo yanaendelea. Washukuru hao ambao wenyewe wamekuchangia hiyo 500,000, alafu tusubirie na wengine watakayeguswa watukamilishie fikie milioni 1 ukafanyia operation. Nasema asante, tena asante sana. Siwezi hata kushukuru kwa sababu sikujua kwamba hiyo pesa nitaipata. Nasema asante. Sijui nishukuru kwa kiasi gani. Naomba muendelee kunichangia, muwe na moyo huo huo. Muwe na moyo huo huo kunisaidia ili niweze kusimama. Jamani, mimi sina la kusema. Naomba muendelee kunichangia nipate kutibiwa. Nateseka, silali, nakosa pumzi. Nisaidieni jamani. Naomba mnisaidie. Muwe na moyo huo huo. Mungu atawalipia. Mimi sina cha kuwalipa. Watazamaji, nadhani umemwona namna ambavyo amelipokea hilo swala. Kwa upande wake 500,000 ilikuwa ni ndoto kwa sababu alishafikia hatua ya mwisho akawa amekosa, lakini yaweza kuwa sasa hivi ni machozi ya furaha ama ni machozi ya furaha. Ndio, kwa sababu sikutegemea hiyo pesa nitaipata. Sikutegemea kabisa. Ndio. Watu wako wengi bwana, wana moyo. Kwa hiyo wewe kuwa tu na amani. Kama tumepata 500,000 kwa siku moja, basi na uwezo tukapata hiyo tena hata leo hii. Tena sasa hivi hapa kabisa, yani kwamba bado tupo live Instagram, lakini pia tunapatikana moja kwa moja YouTube. Watu wakatuchangia hapo na ikakamilika, ukaenda hospitalini. Nilikwambia pia utakopa na yule, si ndio? Kuenda naye sehemu zote, ili mradi tu yawe na uhakika, kwa sababu yeye ndio ataenda kushughulikia yote hayo, si ndio? Nitamkabidhi pesa, utaenda naye kule na masuala yote yatakuwa yako sawa, si ndio? Kwa hiyo kitu ambacho kipo ni kwamba nataka nijue dalili za kwanza kabisa za matatizo yako zilianziaje? Kipindi hicho ulikuwa uko wapi? Na nataka tujue dalili za mwanzo kabisa, ulikuwa unajisikiaje mpaka leo hii ukaja ukagundua kwamba una matatizo ya moyo, lakini pia una matatizo ya figo. Sawa. Mwaka 2016 mwezi wa 12 nilikuwepo Tanga mjini, mtaa ambao unaitwa Gatundu. Nilikuwa nafanya kazi kwenye manispaa ya usafi. Tukifika kule tunafyeka na nini. Baada ya kufanya kazi tukaa tunaoga, tunarudi nyumbani. Lakini nikiwa naenda kuoga, nikijisaidia naona damu, nakojoa damu. Nikaa nampigia ndugu yangu mmoja ambaye ni huyo mdogo wangu wa kiume. Namwambia, Idi, mbona mimi nakojoa damu, au ni dalili za kichocho? Akaniambia basi kapime kichocho. Nikaenda kupima. Nikaenda kupima UTI sina, maradhi mengine sina. Nikaenda tena siku nyingine kazini. Kufika kazini nikawa nimeshafanya kazi vizuri, narudi nafika katikati ya soko, nikaona kifua changu hiki kilijaa, yani kama vile mtu aliopigwa na kukosa punzi. Nikadondoka chini. Nilipodondoka chini, kuna mama simfahamu alikuja akaanza kunipepea. Baada ya hapo akaniitia bodaboda. Nikamwambia yule bodaboda, naomba unipeleke mpaka Gatundu, nyumba namba fulani. Bodaboda akanipeleka. Kufika kule na mwanangu wa pili ambaye anaitwa Aziza Isa Amiri. Nikamwambia Aziza alete pesa tumlipe bodaboda, lakini sikuweza kuingia ndani. Majirani wakanipeleka hospitali. Kufika hospitali, pressure yangu ilikuwa ni 240. Daktari akaniambia, Halima, na kuchoma crystal pen. Nikamwambia sijawahi kuchoma hiyo sindano, pressure yangu ipo juu sana. Lakini daktari akasema hii itakusaidia. Nikachoma ile sindano, nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani sikuweza kulala. Nikimwambia mume wangu, umesafiri lakini mimi naumwa. Umesafiri lakini mimi naumwa. Kuja yule mume akanipeleka hospitali, nikalala. Ambaye ndio yule baba watoto wako? Ndio. Leo kutelekeza. Ndio. Kufika nikapelekwa Ngamiani hospitali. Kufika Ngamiani hospitali wakaniweka madripu. Drip ni basi pale wakaendelea kuniweka drip. Mwili wangu ulianza kuvimba, miguu ilianza kuvimba, mpaka ukaanza kujaa, mpaka tumbo linajaa, ziwa langu ile la kushoto limejaa. Basi nikamwambia yule mume wangu, nirudishe nyumbani, hii hali sio ya kawaida. Yule mwanaume akaa na sita, anasema siwezi kukurudisha nyumbani, mimi sikuchukua hivyo. Nikamwambia naomba nirudishe nyumbani. Na mjomba wangu ambaye yupo Gongo la Mboto, nikamwambia mjomba, naomba nauli nirudi nyumbani, mimi ninakufa. Mjomba akanitumia nauli. Sasa nyumbani ulikuwa unataka kurudi wapi huko? Nyumbani kwetu ni Handeni kwa mkono. Kwa hiyo umetoka Korogo umeenda Handeni?
Mimi yani vile kipindi kile naanza hizo dalili nilikuwa Tanga mjini ambako ndo kwa mume. Nyumbani kabisa ni kwa Mkono Handeni ndio kwa mama yangu. Basi nilipofika pale nyumbani nikawa kila siku ni wa hospitali na kuwekewa drip. Ni wa hospitali na kuwekewa drip. Pale nikamwambia shangazi yangu mmoja ni diwani, anaitwa Mama Mseni. Nikamwambia shangazi, naomba unisaidie, unipeleke Handeni nikapimwe. Huu ugonjwa mimi sielewi ni ugonjwa gani. Nikapelekwa Handeni hospitali. Kufika Handeni hospitali, madaktari wakinipima, wakipiga ultrasound, hawaoni tatizo lolote. Wakaja madaktari bingwa kutoka Tanga. Walipokuja madaktari bingwa kutoka Tanga, wakaanza kunipiga ultrasound. Daktari mmoja bingwa alivyotoka Tanga akaniambia, Halima, tatizo nilioliona hapa ni figo zako zimefeli zote mbili. Wakati huo nimevimba, akanipa referral. Ananiambia nenda Bombo. Pale akatoka daktari mwingine akaniambia, Halima, hapana, Bombo hamna dialysis. Hilo tatizo la figo linatibiwa Muhimbili tu. Dadangu ambaye anaitwa Amina, ambaye ni mtoto wa mamangu mdogo, akanichukua mimi mpaka Dar es Salaam, akanipeleka mpaka Amana. Makaratasi ya Amana haya hapa ninayo. Basi nilipofika Amana nikafanywa vipimo. Nilipofanywa vipimo, madaktari wakasema hauwezi kukaa hapa kutokana figo zako. Kwanza creatinine yako ipo juu sana, ambayo ni 1126. Basi mimi nikapewa referral, nikapelekwa Muhimbili. Kwa kweli nilipofika Muhimbili, nilitibiwa sana. Nikalazwa pale wodi ya Mwaisela. Sitakaa nisahau. Niliteseka sana. Niliumwa sana. Baada ya kuwekewa kaseti ambayo ni hii hapa, nikaambiwa nifanye dialysis. Nilipata kichaa, nilifungwa kwa wiki 2 kwa ajili ya akili iliruka ya kufanya. Baada ya kuwekewa hii kaseti akili iliruka. Maana yake za kwa sumu labda ilishajaa sana. Sumu ilijaa sana. Basi kila siku daktari alikuwa anakuja. Mimi daktari akija anasema mfungueni. Akaja daktari mmoja ambaye ni Mkenya, akaniongelesha kwa Kiingereza. Baada ya hapo yule daktari wa kike akawaambia wenzie, Halima sio kichaa, bali Halima amepata adaptation baada ya kufanywa hiki kitendo. Adaptation ndo nini? Ni yani kama uoga fulani hivi wa kufanywa kile kitendo ambacho hujawahi kufanywa tangia uzaliwe. Cha dialysis. Cha kuwekewa kaseta. Sasa pale nikaanza dialysis kwa muda wa siku 3 mfululizo. Sasa hapo ambapo wewe walikwambia umepata na kichaa, ni kweli ulivyokuwa unajitazama ulikuwa haukumbuki chochote, ama labda kweli ulikuwa umepata hiyo adaptation? Kwa kweli nilikuwa kichaa, nilikuwa sikumbuki kitu chochote, nikaa natafuna godoro, akili imeruka kabisa, nafungwa miguu kwa sababu nikiachwa hivi kaseta zote nilizowekwa mwilini mimi nachomoa. Ndugu zangu wananiambia, "Je, inakuwaje ukichomoa na hii hapa ya gharama, ambayo gharama yake hii hapa ni 500?" Basi nikafungua kambi mpaka mwisho wa siku, nikaa napewa dawa za kutuliza akili. Baada yule daktari wakaniambia, akawaambia wenzie, nimeongea na Halima, kumbe anajua Kiingereza, akaniambia kwamba huyu sio kichaa. Huyu amepata mshtuko ambao amefanywa kitendo ambacho hajawahi kufanyiwa. Lakini pia na wewe kweli unajua Kiingereza au yale maradhi ndio yakaleta hiyo lugha? Yaani mimi Kiingereza kidogo najua kwa sababu kwa elimu nilofika mpaka form 4 kidogo kuongea naweza. Kwa hiyo maswali yale alikuwa akiniongelesha, yeye hajui Kiswahili. Kwa alikuwa ananiongelesha, ananiuliza kwamba unaitwa nani, upo hospitali gani? Mimi baada ya kusema hospitali ya Muhimbili, hapana, mimi nasema nipo hospitali ya Handeni. Basi yule dada akagundua kwamba huyu sio kwamba ni kichaa, amepata mshtuko fulani. Baada ya hapo nilikaa kama wiki 3, akili kakaa sawa. Ndio wakanipa ruhusa, nikaanza kuendelea na dialysis. Ndio. Pole sana. Asante. Mimi najua ni maisha tu, si ndio? Ndio. Usikate tamaa wala nini. Ndio. Na sisi tupo pamoja na wewe, lakini pia kuna watu wanakutazama sasa hivi kupitia Instagram, tena uko live kabisa, lakini pia hata YouTube watu wanakucheck sasa hivi na wanaendelea kupatwa na taarifa zako na wanaendelea kuguswa pia. Kwa hiyo maana yake mimi naamini watakusaidia na mambo yatakuwa sawa, si ndio? Ndio. Na naamini hatuwezi kumaliza wiki utakuwa ushaingia hospitali. Nitashukuru sana. Naamini nitapona. Sawa. Na bima walikwambia inagharimu shilingi ngapi? Bima ambayo inaweza kunitibu mimi, ambayo inaweza kuipata baada ya mwezi mmoja, ni 660. Ndio inahitajika.
hiyo nikiipata dawa nitapata, hata nikilazwa nitajitibu. Lakini zipo bima za gharama ya juu zaidi. Na hizo bima ni hazihusiani operation ya moyo? Ndiyo, kwa sababu nikikatiwa hata sasa hivi hiyo bima ya 1,200,000 na 200,000, ina maana wanasema mpaka ikae mwaka mzima ilipiwe tena. Je, si nitakuwa nimeshapata tabu zaidi? Lakini nikishafanywa operation nikapona, wakanisaidia bima, nikapata hiyo bima hata 600,000, basi itanisaidia hata nikiumwa, nina homa, nina pressure au nina nini, nitalazwa, itanisaidia. Lakini pia bima ya 600,000 inakuwa ya muda gani? Hiyo inakuwa inalipiwa baada ya mwaka mmoja. Ndiyo, kwa hiyo itakuwa imenisaidia sehemu yake. Ndiyo. Sawa bwana, sisi tumekusikiliza vizuri kabisa, na niseme tu, yani itoshi kusema kwamba tunaendelea kukupambania, tutaendelea kuongea na ndugu zetu ambao wapo hapa wanatutazama sasa hivi, ili mradi uweze kusaidia why operation. Si atusubiri ukiwa umevimba hadi sura ionekani, mwili umeshabadilika ndo tukusaidie, si ndio? Afu mbona moyo wako unaenda mbio sana? Moyo wangu yani kwa kweli daktari aliniambia huaga siongei sana. Nikiongea sana au nikikasirika sana, huaga mapigo ya moyo yanabadilika kwa sababu moyo umetanuka. Ndio maana naona yani kwa kawaida hivi hapo ulipo hapo unajisikia roho inavodunda? Ndio, yani mpaka moyo unauma. Pole. Kwa kawaida mimi ambavyo nimefuatilia wanasema kwamba ukiwa mzima wa afya usiyekuwa na matatizo yote ya maradhi ya moyo hautaki kusikia moyo ukiwa unadunda, yani unavopiga. Kwa hiyo ukiona unapiga ujue mifumo ya moyo imebadilika. Yaweza kuwa kwa sababu umekimbia sana, ni mfano kukimbia sana au kufanya kitu ambacho kimekuzidi nguvu, ndio moyo utaenda kasi kidogo. Lakini ukiwa umekaa alafu ukaona moyo unaenda mbio, au kwa sababu ya kuongea moyo unaenda mbio paka unausikia, maana yake ni tatizo hilo, si ndio? Kwa hiyo mimi naamini hata wale ambao wanatazama sasa hivi kupitia Instagram live, lakini pia wale ambao wanacheki YouTube moja kwa moja, tambueni mkijua kwamba ukiwa umekaa umetulia unaongea alafu unaona moyo wako unaenda mbio sana au pumzi zako ziko juu sana, unajua kwamba kuna tatizo kwenye mwili wako. Kwa hiyo cha kufanya sasa inabidi ukafanye vipimo ili mradi tu yote hayo yaepuke. Sisi kwa leo hii tunaishia hapa. Kwa hiyo tunawaomba muweze kuchangia pesa kupitia namba ambazo tumeziweka hapo chini. Kwa nyinyi ambao mpo Instagram, chukueni namba hizi, hapana zitaja. Namba ambazo unatakiwa uchangie pesa yako kwa ajili ya kuweza kumsaidia dada yetu ni 0757111060. Narudia tena hiyo namba ili uweze kuipata vizuri kabisa. Namba ya simu ambayo tumeiweka kwa ajili ya kufanya donation ya kuweza kumsaidia huyu dada afanyiwe matibabu ni 0757111060. Narudia mara ya mwisho tena, chukua vizuri hiyo namba. Namba ni ya Vodacom M-Pesa. Kwa hiyo ukiwa unatuma pesa, jua kabisa kwamba unatuma kwenye Vodacom M-Pesa. Namba ya simu ambayo unaweza ukachangia chochote ulichokuwa nacho, hususan pesa, kwa sababu sasa hivi tunahitaji pesa kwa ajili ya huyu mgonjwa. Maana yake ni kwamba ni 0757 11 10 60 11 10 60 0757 11 10 60. Jina litakalotokea ni Zahir Mustafa. Hivyo ndivyo ambavyo itakuwepo, na namba mtandao ni wa Vodacom M-Pesa. Kwa hiyo chukua hiyo namba, fanya donation yako sasa hivi hapa, itakuwa imefika na utakuwa umeokoa maisha yake kwa kiwango kikubwa. Mimi naitwa Zahir Hussein. Kwa watu ambao mnatucheki sasa hivi kupitia Instagram, lakini pia kwa nyinyi ambao mpo YouTube mnacheki moja kwa moja kupitia YouTube, naombeni muone Instagram, tupo live muda huu hapa watu wa YouTube, lakini pia mtufollow kwa kasi sana, kwa sababu kuanzia leo hii tutakuwa tunafanya vipindi vinaruka live kwa wakati mmoja. Yani Instagram unakuwa unaona tukio live kwa muda huo huo, lakini YouTube utakuwa unaliona baada ya dakika 10 mbele. Kwa hiyo utakuwa umepata habari kamili na unaona vitu vyote vizuri kabisa. Kwa hiyo fanyeni kutufollow sasa hivi Instagram kupitia Maximum TV Online ili muwe wa kwanza kupata habari zetu zote kutoka hapa Maximum TV. Mimi naitwa Zahir Hussein, behind the camera niko na Fabian Kisaka, lakini pia niko na Jose Msafi, lakini pia niko na Kiriku na Fatuma. Endelea kuwa na sisi kupitia Maximum TV.